Bwana Yesu asifiwe. Anawakaribisha watu wote wa hapa mahali hapa pa Bondwei kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Na Mungu amekuwa mwema sana kwa sababu ameweza kutulinda tangu jana, waliokuwepo jana hapa mpaka leo hii. Uzima wake ameweza kutupatia sisi na tukaweza kurudi hapa kwa ajili ya kuendelea na mafundisho na kujifundisha sisi kama Wakristo, kwa sababu tunatakiwa tujifunze kila siku kwa ajili ya maisha yetu, ili tuweze kupata elimu itakayotusaidia katika maisha yetu ya baadaye. Sasa msomaji, ndio tuanze na kitabu cha Timotheo sura ya 2 na ule mstari wa kwanza. Timotheo wa kwanza 2:1 inasemaje? Timotheo wa kwanza 2:1 ndio inasema basi inasema ndio basi kabla ya mambo yote nataka dua, na sala, ndio na maombezi na shukurani ndio zifanyike kwa ajili ya watu wote. Asante. Kwa hiyo kulingana na utaratibu wa Biblia, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye utaratibu, anasema kabla ya jambo lolote linatakiwa lianze na maombi, linatakiwa lifunguliwe kwa maombi. Kwa hiyo na mkutano huu tutaufungua kwa maombi, ili tuweze kuanza kujifunza neno la Mungu. Tunawakaribisha watu wote, na watu wote wenye maswali naweza kuruhusiwa kuja kutuuliza. Karibuni sana tuweze kumuomba Mungu. Mtakatifu Baba Mungu mwema, tunakushukuru kwa kuwa umetulinda na kutuongoza, na kwa kuwa umetuleta tena hapa mahali hapa pa Bondwei ili tuweze kuhubiri neno lako takatifu, na uandae wao wote wasikilizaji ambao wako hapo kwa ajili ya kusikiliza neno lako, waweze kuelewa kadiri ya Roho wako anavyowaongoza. Tunakuomba utubariki mwanzo hadi mwisho. Amina. Mkutano wetu umeweza kufunguka kwa maombi, na sasa tutakuwa ni wenye kuanza. Msomaji, ndio tuanze na kitabu kile cha Mathayo 24:24 inasemaje? Mathayo 24 na ule mstari wa 24 inasema ndio 24 Mathayo inasemaje? Inasema kwa maana watatokea makristo wa uongo, na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kwa hiyo Bwana Yesu alitabiri kwamba siku za mwisho watatokea manabii wa uongo, ambao manabii yao watapoteza watu hata yamkini wale walio wateule. Kwa hiyo watu wasipojifunza neno la Mungu, kuna hatihati ya kupotezwa na manabii wa uongo. Kwa hiyo tunatakiwa tusome neno la Mungu ili tusije tukapotezwa, ili tuweze kupata nuru, tusije tukapotezwa kamwe. Kitabu cha Zaburi 119:105 inasemaje? Zaburi 119:105 ndio Zaburi 119:105 inasemaje? Inasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, na mwanga wa njia yangu, na mwanga katika njia yetu. Kwa hiyo sisi wanadamu katika maisha ya kiroho tunatakiwa tuongozwe na neno la Mungu, liwe kama taa inayotumulika mahali penye giza, ili tusiweze kutembea kwa kupotea. Lazima tuwe na neno la Mungu, ambao neno hilo litatuongoza sisi kujua ukweli ni upi na uongo ni upi. Sasa njia ya wokovu inakuwa ipi sasa kulingana na neno la Mungu? Kitabu cha Yohana 17 mstari wa 3 inasemaje? Yohana 17 na ule mstari wa 3 inasema ndio, na uzima wa milele ndio huu. Kwa hiyo ili wanadamu wapate uzima, jambo la kwanza ndio hili hapa. Soma msomaji.
Inasema na uzima wa milele ndio huu. Uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Na nani? Na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo uzima wa milele unapatikana kwa kumjua Mungu na kwa kumjua Yesu. Usipomjua Mungu na kumjua Yesu, huwezi kupata uzima wa milele. Na hapa tumekuwa siku kadha wa kadha tukifundishana Mungu ni nani, na Yesu pia vile vile tulikuwa tunafundishana ni nani. Tukaona kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kitabu cha Warumi 10 na ule mstari wa 9 inasemaje? Kwa sababu tunatakiwa tujue, tukishajua hivyo kwamba tunapata uzima kwa kumjua Mungu na Bwana Yesu, jambo linalofuata ni nini sasa hapo? Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9, msomaji. Nasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, ya kuwa ni Bwana. Ya kuwa ni nani? Ni Bwana. Jambo la kwanza ni kumkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Endelea. Na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alifufua Yesu katika wafu, utaokoka. Utafanya nini? Utaokoka. Kwa hiyo wokovu unapatikana kwa kuamini Yesu ni Bwana, jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa kuamini Mungu alimfufua Yesu katika wafu. Kwa hiyo kuna Mungu na kuna Yesu, kuna Mungu na kuna Yesu. Sasa huyu Yesu tunatakiwa tuamini alifufuliwa. Kama tunatakiwa tuamini alifufuliwa, na kuna watu wanapinga kifo chake, sasa tunabidi tuangalie, je, ni kweli Yesu alikufa na kufufuka ama hakufa? Je, ni kweli Yesu alikufa ama hakufa? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 na ule mstari wa 3, msomaji. Wakorintho wa kwanza 15 na mstari wa 3. Kwa maana ndio naliwatolea ninyi hapo mwanzo ndio yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa ndio Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu. Na kuwa alifanyaje? Alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba Yesu alikufa na kufufuka siku ya tatu. Hayo ni maandiko yanasema. Sasa jambo la kujiuliza, kifo chake Yesu kwa nini watu wanakipinga? Je, kinaashiria jambo gani? Kifo cha Yesu kinaashiria jambo gani? Kitabu cha Petero wa kwanza sura ya 2 na ule mstari wa 24 inasemaje? Petero wa kwanza 2:24. Petero wa kwanza 2:24. Inasema ndio, mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki. Mwanadamu anahesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake. Ndio, endelea. Si kwa imani peke yake. Vivyo hivyo ndio na Rahabu yule kahaba naye. Soma tena mstari wa 24. Petero wa kwanza 2:24. Ilikuwa kwenye Yakobo. Soma Petero wa kwanza 2:24. Petro wa kwanza 2:24. Inasemaje? Inasema ndio yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu. Alifanyaje? Alizichukua dhambi zetu. Alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Juu ya nini? Ya mti. Juu ya nini? Ya mti. Kwa hiyo kifo cha Yesu kinaashiria kwamba yani anachukua dhambi zetu. Dhambi zetu zinachukuliwa na Yesu juu ya mti. Kitabu cha Warumi 5 mstari wa 8 na wa 9. Warumi 5 mstari wa 8 na mstari wa 9 inasemaje? 5:8-9. Inasema ndio, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Mungu anaonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kristo alifanyaje? Alikufa kwa ajili yetu. Kristo alifanyaje? Alikufa kwa ajili yetu. Endelea. Tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake. Tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Tutafanyaje? Tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa hiyo kifo cha Yesu
ama damu yake ambayo ilimwagika msalabani inawakilisha wokovu wetu sisi. Sasa jambo la kujiuliza, ni kweli Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu ama hakufa? Kwa sababu kuna watu wanapinga kifo cha Yesu, wanasema kwamba alibabaishiwa mtu mwingine, akafa mtu mwingine, si yeye. Kwa hiyo natakiwa tuprove hapa kwamba Yesu ni kweli alikufa ama hakufa. Tuanze na kitabu cha Mathayo sura ya 26 na ule mstari wa 57, inasemaje? Mathayo 26:57. Mathayo 26 na ule mstari wa 57. Inasemaje? Inasema ndio, nao walimkamata Yesu. Walifanyaje? Walimkamata Yesu. Hapa ni wale Wayahudi wakaenda wakamkamata Yesu. Endelea kusoma. Wakampeleka kwa Kayafa. Wakampeleka wapi? Kwa Kayafa. Wakampeleka kwa Kayafa. Kayafa alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mkuu wa viongozi wa dini kwa wakati ule. Sasa walimkamata wakampeleka kule. Ndio, endelea kusoma msomaji. Wakampeleka kwa Kayafa, kuhani mkuu. Ndio walikuwa wamekutanika waandishi na wazee. Aishia hapo, soma 27:1. Hiyo Mathayo 27:1. Tuone kama walivyompeleka kwa wakuu ambao walikuwa ni makuu wa makuhani. Jambo gani liliendelea pale? Nasema ndio, na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Walifanya shauri juu ya Yesu ili wapate kumuua. Wakamfunga. Ndio, wakamfunga. Wakamchukua. Wakampeleka kwa Pilato. Wakampeleka wapi? Kwa Pilato. Wakampeleka wapi? Kwa Pilato. Pilato kwa wakati ule alikuwa ni kama rais wa nchi ile. Wakaona kwamba tukifanya sisi wenyewe kumuua tutaonekana sisi ni wakosaji. Kwa hiyo inabidi tumpeleke kwenye vyombo vya dola ili mkuu wa dola aende akamhukumu yeye. Kwa hiyo wao wakashauriana kumuua na wakampeleka kwa Pilato. Ndiyo msomaji, soma mstari wa 22. 22. Mathayo 27:22. Inasema ndio, Pilato akawaambia basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Anasema nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote asulubiwe. Wakasemaje? Asulubiwe. Wakasemaje? Asulubiwe. Wakasema asulubiwe. Endelea. Akasema ndio, kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Kwa hiyo huyo kiongozi ambaye ni Pilato hakuona kosa lake, anauliza watu Mafarisayo na Wayahudi kwamba ni ubaya gani Yesu alitenda. Endelea. Wakazidi sana kupiga kelele wakisemaje? Na asulubiwe. Ndio, endelea. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, Pilato alivyokuwa aona kwamba hili jambo limemshinda, bali ghasia inazidi tu, alifanyaje? Akatoa maji akanawa mikono yake mbele ya mkutano. Kwa hiyo Pilato alitoa maji akanawa. Kwa hiyo akajiondoa kwenye hiyo kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, akanawa akajiondoa. Endelea msomaji. Akasemaje? Mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu. Pilato anasema yeye hana hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Endelea. Yaangalieni haya ninyi wenyewe. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu. Kwa hiyo watu ambao walikuwepo pale ambao walitaka asulubiwe wanasema damu yake na iwe juu yao. Endelea msomaji. Na juu ya watoto wetu. Na juu ya watoto wao. Endelea. Ndipo akawafungulia Baraba. Ndipo wakamfungulia nani? Baraba. Wakamfungulia nani? Baraba. Baraba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amehukumiwa kwa ajili ya kifo. Kwa hiyo watu wakaona ni heri afunguliwe Baraba, lakini Yesu ahukumiwe kwa makosa yoyo Baraba. Endelea msomaji. Na baada ya kumpiga Yesu mijeledi, akamtoa ili asulubiwe. Wakamtoa ili afanyeje? Asulubiwe. Akamtoa ili afanyeje? Asulubiwe. Tuulize, Yesu alisulubiwa ama kusulubiwa? Kitabu cha Yohana 19:18 inasemaje? Yohana 19:18. Tuulize kama alisulubiwa ama kusulubiwa. Soma msomaji na 19. Niko hapo. Yohana 19:18 na 19 inasemaje?
Yohana 18:19 inasema ndio wakamsulubisha huko. Wakafanyaje? Wakamsulubisha huko. Wakafanyaje? Wakamsulubisha huko. Baada ya kumsulubisha, endelea msomaji. Na wengine wawili pamoja naye, mmoja huko na mmoja huku. Kwa hiyo na Yesu alikuwa wapi? Na Yesu katikati. Yesu alikuwa katikati. Kwa hiyo kamsulubisha Yesu akiwa katikati, na watu wengine wawili walikuwepo, mmoja kulia na mmoja kushoto. Endelea. Naye Pilato akaandika anwani akaiweka juu ya msalaba. Pilato akaandika anwani akaiweka juu ya msalaba. Imeandikwa. Imeandikwaje? Yesu Mnazareti. Imeandikwaje? Yesu Mnazareti. Ndio. Mfalme wa Wayahudi. Ilikuwa imeandikwaje? Yesu Mnazareti. Mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo aliyesulubiwa hapo msalabani ni nani? Yesu wa Nazareti. Mfalme wapi? Wa Wayahudi. Kwa hiyo mtu anasema kwamba Yesu hajasulubiwa, huyo mtu anakuwa ni muongo. Maandiko yanathibitisha kwamba Yesu alisulubiwa msalabani. Sasa tuulize swali, Yesu alikufa kweli kwa ajili ya dhambi zetu ama hakufa? Kitabu cha Mathayo 27 na ule mstari wa 50 inasemaje? Mathayo 27:50 na ule mstari wa 50. Niko hapo. Inasemaje? Inasema ndio. Na Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu. Yesu alipokwisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Akafanya nini? Akaitoa roho yake. Akafanya nini? Akaitoa roho yake. Kwa hiyo alivyotoa roho yake akafanyaje? Akafa. Akafa, si ndio? Ndio. Sasa tuulize, baada ya kufa jambo gani lilitendeka tena? Jambo gani liliendelea baada ya Yesu kufa? Kitabu cha Luka 23:52. Msomaji. Luka 23 na ule mstari wa 52. 23:52. Inasema. Inasemaje? Inasema. Ndio. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato. Alikwenda kwa Pilato. Akataka kupewa mwili wa Yesu. Akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha. Akauzinga sanda ya kitani. Akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani. Akaweka wapi? Katika kaburi lililochongwa mwambani. Kwenye kaburi wanaweka watu walio hai, aliyekufa. Waliofanyaje? Waliokufa. Waliofanyaje? Waliokufa. Waliokufa, si ndio? Ndio. Endelea kusoma. Ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Ambaye hajafanyaje? Ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Kwa hiyo Yesu alivyokufa walimtoa wakampeleka kwenye kaburi. Sasa kuna watu ambao ni waongo pia wanasema kwamba Yesu alipokufa siku hiyo alienda mbinguni. Kama kuna mtu anasema Yesu baada ya kufa siku hiyo ameenda mbinguni, anakuwa ni muongo. Kitabu cha Yohana 20:17 inasemaje? Yohana 20:17. Yohana 20:17, niko hapo. Ndio, inasemaje? Yohana 20:17 inasema, Yesu akamwambia. Usinishike. Usifanyeje? Usinishike. Hapo ni baada ya kufuka, au usinishike. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Kwa maana sijafanyaje? Sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie. Ukawaambieje? Ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Kwa hiyo hapo wakati huo alikuwa anaongea na Mariamu baada ya kufufuka. Sasa tuulize kwanza, alifufuka ama kufufuka? Kwa sababu kuna watu wanasema kwamba Yesu alikufa na hajawahi kufufuka, si ndio? Msomaji. Ndio. Soma kitabu cha Mathayo 28:5. Mathayo 28 na ule mstari wa 5. Inasemaje? Inasema, malaika akajibu akawaambia wale wanawake, ndio, msiogope ninyi, kwa maana najua kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Kwa sababu unajua mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa. Afanyeje? Kwani amefufuka kama alivyosema. Alifanyaje? Amefufuka kama alivyosema. Kwa hiyo Yesu alifufuka baada ya siku 3 kama alivyosema. Yesu alifufuka baada ya siku 3 kama alivyosema. Kwa hiyo Yesu alikufa na kufufuka. Yesu alikufa na kufufuka. Sasa baada ya hapo ndio Yesu alimtokea Mariamu akamwambia, usinishika kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini Yesu alienda akapaa mbinguni, akaenda baada ya siku ya 50 baada ya kufufuka kwake. Sasa tuulize, baada ya kufufuka alienda wapi? Kitabu cha Ufunuo 1:17 inasemaje? Ufunuo 1:17. Moja aya yake 17 Ufunuo inasema. Inasemaje? Nami nilipomwona
nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akasema. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akasemaje? Usiogope. Usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni wangapi? Wa kwanza na wa mwisho. Na aliye hai. Rudia tena. Na aliye hai. Rudia tena. Na aliye hai. Endelea. Nami nalikuwa nimekufa. Nami nalikuwa nimekufa. Tazama ni hai hata milele na milele. Yesu yuko hai hata milele na nini? Na milele. Yesu yuko hai na hata milele na nini? Na milele. Baada ya Yesu kufufuka, sisi ndio tunapata wokovu, kwa sababu wokovu wetu unapatikana katika kifo cha Yesu. Katika kifo cha Yesu, kwa sababu bila kifo cha Yesu imani yetu ni bure. Imani yetu ni bure. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:15 inasemaje? Wakorintho wa kwanza 15:15 na 20 inasemaje? 15 inasema Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo ikiwa wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawafufuliwi. Kwa hiyo ikiwa wafu hawafufuliwi na Yesu hakufufuka, na kama Yesu hajafufuka imani yetu ni bure. Soma mstari wa 20 nasema lakini sasa. Rudia tena. Lakini sasa. Rudia tena. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Kristo amefanya nini? Amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa hiyo Yesu alifufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Yesu alifufuka katika wafu, ndio maana sisi tunapata uzima wa milele, tunahesabiwa haki kwa sababu ya kifo chake. Kifo chake kinatuletea haki ya milele. Kitabu cha Warumi 10:9. Rudia tena. Warumi 10:9 inasemaje? Nafika hapo. Ndio. Warumi nasema. Inasemaje msomaji? Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Na ukiamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Utafanya nini? Utaokoka. Utafanya nini? Utaokoka. Sasa baada ya kuokoka unatakiwa ufanye nini? Kwa sababu ukishaamini Mungu alimfufua Yesu katika wafu, utaokoka. Baada ya hapo nini kinafuata? Baada ya hapo nini kinatakiwa kifuate? Kitabu cha Marko 16:15. Marko 16:15 inasemaje? Hili ni agizo la Yesu ambalo alilitoa baada ya kufufuka. Yesu anasemaje? Msomaji soma. Marko 16 yake ni 15 inasema. Akawaambia, Yesu akawaambia, enendeni ulimwenguni mote. Enendeni ulimwenguni pote. Mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Mkafanye nini? Mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa. Rudia tena. Aaminie na kubatizwa. Rudia tena. Aaminie na kubatizwa. Atafanya nini? Ataokoka. Atafanya nini? Ataokoka. Kwa hiyo mtu anayeamini sharti abatizwe, ndipo anapata wokovu, ndipo anaokoka. Mtu akiamini lazima abatizwe, ndipo atakapookoka. Sharti abatizwe. Sasa mtu anabatizwaje? Na hapa pia kumekuwepo na changamoto, kwa sababu Wakristo wengi unakuta Wakristo wengi hawajabatizwa, na wao wanajua mioyoni mwao ya kuwa walibatizwa, kumbe kulingana na Biblia au watu hawajawahi kubatizwa, kwa sababu walifanya ubatizo ambao hautambuliki na Biblia. Ubatizo ambao hautambuliki na Biblia huwa ukubaliki. Kitabu cha Efeso 4:4 inasemaje? 4:5. Efeso 4:5 inasemaje? Nafika. Ndio. Nne yake ni 5 wa Efeso inasema. Inasemaje? Bwana mmoja. Inasema Bwana mmoja. Imani moja. Imani moja. Ubatizo mmoja. Rudia tena. Ubatizo mmoja. Ubatizo ngapi? Mmoja. Kwa hiyo Biblia inatambua ubatizo mmoja tu. Biblia inatambua ubatizo mmoja tu. Na ubatizo huo unaambatana na vitu gani? Ubatizo huo unaambatana na vitu gani? Kitabu cha Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 5 inasemaje msomaji?
Yohana 3:5 inasema, Yesu anasema, ndio Yesu akajibu akasema, amini amini nakwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Rudia tena. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Mtu asipozaliwa kwa nini na nini? Kwa maji na kwa roho. Hatafanya nini? Hata hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kubatizwa lazima, hiyo ni lazima ubatizwe kwa maji na kwa roho. Hiyo ni Biblia inasema ubatizwe kwa maji na kwa roho, ndipo utapata uzima wa milele. Kando na hapo hautapata uzima wa milele. Kuna watu wanabatiza kwa kung'oa kucha, kuna watu wanabatiza kwa kuruka moto, au wanakuwa wameenda kinyume na Biblia. Biblia inafundisha kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hakika hataona ufalme wa Mungu. Sasa ya maji, kuna watu wanatumia maji mengi na kuna watu wanatumia maji machache. Sasa ubatizo kweli kwa namna hiyo unakuwa ni upi? Sisi tunatakiwa tumfuate Yesu. Yesu anasemaje kuhusu ubatizo? Tuanze na kitabu kile cha Marko 10:38. Msomaji, Marko 10:38. Ndio. 10:38 Marko inasema, Soma. 10:38 Marko anasema, Yesu akawaambia, Yesu akasemaje? Hamjui mnaloliomba. Hamjui mnaloliomba? Mwaweza kunywa kikombe ninywacho mimi, au ubatizo ni batizao mimi? Wakamwambia twaweza. Wakasemaje? Wakamwambia twaweza. Wakasemaje? Wakamwambia twaweza. Yesu aliwauliza kwamba mnaweza kubatiza ubatizo ni batizao mimi? Wakamwambia twaweza. Endelea. Akawaambia, kikombe ninywacho mimi mtakinywea. Kwamba mateso atakayopitia Yesu tutapitia, na ubatizo ni batizao mimi mtabatizwa. Na ubatizo aliobatizwa Yesu ndio tutabatizwa. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tufuate Yesu kwa sababu Yesu alibatizwa, na tunatakiwa tuulize Biblia sasa, Yesu alibatizwa kwa njia ipi ambayo sisi wenyewe tunatakiwa tuifuate? Sisi wenyewe tunatakiwa tuifuate. Kitabu cha Mathayo sura ya 3 na ule mstari wa 13 hadi 16 inasemaje? 13 nikianza nasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya. Wakati huo Yesu akatoka Galilaya akaenda Yordani. Mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Ndio. Lakini Yohana alimzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waje kwangu? Yesu akajibu akamwambia, ndio. Akasema, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Kubali hivi sasa, kwa maana ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akamkubali. Basi akakubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Akafanyaje? Akapanda kutoka majini. Alibatizwa wapi? Kutoka kwenye maji. Maji yalikuwa mengi machache? Mengi. Alipanda kutoka majini. Kwa hiyo Yesu alibatizwa na maji mengi, na ubatizo huo ndio tunatakiwa tuufuate sisi. Wakristo wote wanatakiwa wabatizwe ubatizo wa maji mengi, wanatakiwa wabatizwe ubatizo wa maji mengi. Kitabu cha Warumi 6:2 inasemaje? Warumi 6 yake ni ya pili. Inasemaje? Anasema hasha. Warumi 6:2 inasemaje? 6 yake ni ya pili. Warumi inasema hasha. Sisi tulioifia dhambi tuishije tena katika dhambi? Mstari wa 3 inasema amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa kwa mauti yake. Tunabatizwa kwa nini? Kwa mauti yake. Tunabatizwa kwa nini? Kwa mauti yake. Ubatizo ni mazishi. Endelea kusoma. Basi tulizikwa pamoja naye. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kwa njia ya ubatizo, ndio, katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba. Kama Yesu alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba. Inaendelea kusema hivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Hivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa nini? Inasema hivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa hiyo kama maandiko yanasema ubatizo ni mazishi, na vitu ambavyo vinatumika katika ubatizo ni maji na roho. Sasa msomaji, niko kati ya maji na roho kitu gani kinaonekana? Roho haionekani, maji yanaonekana. Maji si yanaonekana? Yanaonekana. Maji si yanaonekana? Ndio. Na ndio yanafanyaje? Yanabatiza. Ndio yanatuzika, kwa sababu tunazikwa sisi
kwa njia ya ubatizo. Tunazikwa na tunafufuliwa tunatoka tukiwa wapya kwa njia ya ubatizo. Kama maji yanatuzika na kutufufua, hayo maji yanatakiwa yawe mengi au machache? Yanatakiwa yawe mengi au machache, kwa sababu watu wanabatizwa na ubatizo wa maji machache. Hivi kuna kaburi mtu anafunikwa kichwa peke yake? Naam. Kuna kaburi mtu akifa anazikwa kichwa peke yake? Hapana. Si anazikwa mwili mzima? Mwili mzima unazikwa. Kama mwili mzima unazikwa na ubatizo hivyo hivyo, unatakiwa uweke kwenye maji mengi. Kitabu cha Yohana 3:23 inasemaje? Yohana 3:23. Ndio. 3:23 nasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, kwa sababu karibu na Salimu. Kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Kulikuwa na nini? Maji tele. Kulikuwa na nini? Maji tele. Kwa hiyo ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi. Ndio ubatizo unaotambuliwa na Biblia. Kama ulibatizwa kinyume na hapo, we ndugu yangu utakuwa hujabatizwa bado. Unatakiwa urudi ukabatizwe passport size. Kwa sababu hata maana yenyewe ya ubatizo maana yake ni kuzamisha. Ubatizo maana yake ni kuzamisha. Kwa hiyo kama uliogeshwa kichwa peke yake, unatakiwa urudi ukabatizwe. Ubatizo huo wa Biblia unatambulika. Ndio. Ni ubatizo wa maji mengi. Tuuze mtu mwingine aliyebatizwa na ubatizo wa maji mengi. Kitabu cha Matendo 8:36 inasemaje? Matendo ya Mitume 8 mstari wa 36. 8:36 nasema, malaika wa Bwana akasema na Filipo akamwambia, ondoka uende upande wa kusini hata njia ile niiteremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza. Ndio. Inaendelea. Soma mstari unaofuata. Nasema ngoja nifike. Inaendelea kusema 36, wakawa wakiendelea njiani. Ndio. Wakafika mahali penye maji. Wakawa wanakiendelea njiani, alikuwa ni Filipo na Towashi. Wakafika mahali penye maji. Yule Towashi akasema, tazama. Ndio. Maji haya. Tazama maji haya. Ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote. Ukiamini kwa moyo wako wote. Inawezekana. Inafanyaje? Inawezekana. Endelea. Akajibu akanena, naamini ya kwamba. Filipo Towashi akajibu akasema, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Kwa hiyo Towashi akaamini Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru ile gari lisimame. Wakasimamisha gari. Wakateremka wote wawili majini. Wakafanyaje? Wakateremka wote wawili majini. Hapo alita beseni. Hakuna takalai wala kikombe. Hapa hamna kikombe. Waliteremka wote wawili majini. Ndio. Endelea. Filipo na yule Towashi naye akambatiza. Filipo na Towashi naye akafanya nini? Akambatiza. Akafanyaje? Akambatiza. Alibatiza ni maji mengi ni machache? Mengi, waliteremka majini. Waliteremka majini. Ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi. Ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi. Sasa kitabu cha Marko 16 mstari wa 13 rudia tena. 16:15 Marko. Kwa sababu kuna watu wengine wanabatiza watoto wakiwa wana wiki wana miezi, ambao watamui jema wala baya. Je, na hiyo inaruhusiwa ama iruhusiwe? Soma msomaji. Marko 16:15 inasema, akawaambia, Yesu akasema, enendeni ulimwenguni mote, mkafanyeje? Mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Ndio. Aaminie na kubatizwa. Rudia tena. Aaminie na kubatizwa. Rudia tena. Aaminie na kubatizwa. Atafanya nini? Ataokoka. Kwa hiyo cheti la kwanza ili ubatizwe lazima ufanyeje? Uamini. Lazima ufanyeje? Uamini. Mtoto mdogo unaweza kumhubiria kamini? Haelewi lolote. Mtoto mdogo haelewi lolote, hatakiwi kubatizwa. Mtoto mdogo ambaye hajui neno lolote hatakiwi kubatiza. Kama wewe ulibatizwa ukiwa mtoto mdogo, ukiwa mtoto mchanga, ujue wewe hujabatizwa. Alioga mara 2 kwa siku. Wewe hujabatizwa kama ulikuwa mtoto mchanga au hujabatiza. Tumuulize Yesu, alivyoletea watoto aliwabatiza ama kuwabatiza? Kitabu cha Mathayo 19:13 inasemaje? 19:13 Mathayo inasema, ndipo akaletewa watoto wadogo ili awekee mikono yake juu yao. Yesu aliletewa watoto wadogo ili awekee mikono juu yao.
na kuwaombea. Na kufanyaje? Na kuwaombea. Aliwabatiza. Aliwaombea. Endelea kusoma. Wanafunzi wake wakawakemea. Wanafunzi wakataka kuwakemea, lakini Yesu akasema. Yesu akasemaje? Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao, ufalme wa mbinguni ni wao. Walio mfano wa hawa, ufalme wa mbinguni ni wao. Akaweka mikono yake juu yao, akatoka huko. Akaweka mikono yao juu yao, akafanyaje? Akatoka huko. Aliwabatiza? Hakuwabatiza. Aliwabatiza? Aliwaombea. Aliwaombea. Watoto wadogo wanaombewa. Ndio. Kwa nini watoto wadogo hawabatizwi? Kwa nini watoto wadogo hawabatizwi? Kwa sababu mtoto mchanga anakuwa chini ya wazazi wake, anakuwa anawafuata wazazi wake. Akishakuwa huyu anakuwa anajitegemea, hataenda tena na wazazi wake. Kwa sababu gani? Mtoto mchanga anaenda na pale mzazi wake anapotaka aende, anaenda na mzazi wake anapotaka aende. Ndio maana wakati wa Sodoma na Gomora watoto wote wa wenye dhambi walichomwa moto. Kwa nini watoto wote ambao walikuwa ni watoto wa wenye dhambi walichomwa? Ni kwa sababu wazazi wao walikuwa waasi na watoto wao wanahesabiwa hivyo hivyo. Hata wakati wa Nuhu aliokoka yeye na watoto wake, lakini watoto wote wenye dhambi waliangamia. Watoto wa wenye dhambi waliangamia kwa sababu wanakuwa hawawezi kujitegemea, wanafuata wazazi. Na kama wanafuata wazazi, wanatakiwa wafuate wazazi mpaka atakapojielewa. Akishajielewa ndipo anatakiwa ubiriwe na kubatizwa. Sasa tuulize, kama kuna mitume kwenye Biblia waliwahi batiza watoto wachanga. Kitabu cha Matendo 8:12 nasemaje? Matendo 8:12. 8:12 Matendo inasema. 8:12 Matendo inasemaje? Inasema lakini inasema ndio, lakini walipomwamini Filipo akazihubiri habari njema za ufalme wa Mungu, na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Wakabatizwa kina nani na nani? Wanaume na wanawake. Walibatizwa wanaume na wanawake. Hapo kuna watoto waliobatizwa? Hamna watoto waliobatizwa. Kwa hiyo hata mitume walitambua hilo, kwamba anaobatizwa ni yule ambaye anahubiriwa na kuamini. Mtu akishahubiriwa na kuamini ndiye anatakiwa abatizwe. Mtoto mchanga haruhusiwi kubatizwa. Kama ulibatizwa ukiwa mtoto mchanga, wewe bado hujabatizwa. Na kama ulibatizwa ubatizo tofauti na ubatizo wa maji mengi, wewe unakuwa pia vile vile haujabatizwa. Kama kuna mtu ana swali, aje hapa, tunamkaribisha. Mtu mwenye swali lolote katika mada zote ambazo tulikuwa tukizihubiri hapa, tunamkaribisha. Kama kuna mtu ana swali, anakaribishwa. Njooni muulize maswali, mpate elimu. Yamkini sehemu nyingine hutoipata tena, yamkini elimu sehemu nyingine hutoipata. Kwa hiyo kama una swali na unatamani kujua ukweli wa Biblia, unaruhusiwa kuja kuuliza hapa. Kama una swali unakaribisha kuwa kuuliza, lakini vile vile kama hamna swali, tutarudisha kipaza sauti kwa mtu mwingine ili aweze kuendelea. Amen.